Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ahudhuria maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani yaliyofanyika jijini Arusha. Wizara ya Sheria nchini DRC yaahidi kutoa donge nono la dola za Marekani milioni 5 kwa yeyote atakayefanikisha kuwakamata viongozi wa kundi la waasi wa M23. Na katika michezo, mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kuhairishwa hii leo, wanachama na mashabiki wa Simba na Yanga walia na wenye mamlaka ya soka huku wakihoji kuhusu gharama za tiketi. Naam, habari za kutwa nzima mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa habari jioni ya leo. Jina langu ni Margaret Itala. Nitakayokuletea habari za kitaifa na za kimataifa. Tunaanza na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, amesema Tanzania imeendelea kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu kwa mafanikio makubwa, hasa katika kupambana na mila kandamizi na kuhakikisha haki sawa kwa wanawake na wanaume. Kutoka Arusha, Jamila Omar anaripoti. Akizungumza katika maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani yaliyofanyika kitaifa jijini Arusha, Mheshimiwa Rais Daktari Samia amesisitiza kuwa tathmini ya miaka 30 tangu azimio la Beijing inaonyesha hatua kubwa zilizopigwa katika usawa wa kijinsia katika nyanja mbalimbali zikiwemo elimu, afya na kupunguza umasikini, na kusisitiza kuwa juhudi hizi zinalenga kuhakikisha kila msichana na mwanamke anapata fursa ya kufikia ndoto zake. Tuna kazi ya kujenga kizazi chetu chenye maadili na chenye kuheshimiana, na hii si kazi ya sekta moja, si kazi ya serikali peke yake. Ni wazazi, ni serikali, ni viongozi wa dini, ni walimu, ni jamii kwa ujumla. Tuna kazi ya kurudi kukaa kitako kulea watoto wetu, kujenga kizazi kitakachokuwa na maadili ya Kitanzania, maadili yetu, lakini kizazi kitakachoheshimiana. Mheshimiwa Rais pia amesisitiza umuhimu wa usawa wa kijinsia katika umiliki wa ardhi, akibainisha kuwa sheria na sera za nchi zinapaswa kuleta mabadiliko chanya kwa wanawake na wanaume. Katika maadhimisho hayo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, pamoja na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Nchimbi, wameeleza umuhimu wa wanawake katika kulinda amani na kuendeleza harakati za maendeleo ya kijinsia. Kuyasimulia mambo ambayo yameyafanya mapinduzi kwenye nchi hii inahitaji, na tumekubaliana tuamke sisi watu wa majukwaa, tutembee kila jukwaa kuanzia vijijini, kata, wilaya. Lengo nini Mheshimiwa Rais? Tuendelee kuwafungua wale ambao leo hawajasikia nini kinaendelea, labda wamelala hospitalini, wana shughuli za ziada, wako safarini. Amani ya nchi yetu iko mikononi mwenu. Msichoke kutufundisha, msichoke kutukumbusha, msichoke kutukemea kila mtakapoona tunahatarisha amani ya nchi yetu. Jukumu la amani ya nchi yetu ni la kina mama. Sisi tutaendelea kuwa wanafunzi wenu na tutaendelea kuwasikiliza bila kujali umri wetu, bila kujali madaraka na nafasi zetu. Kuja kugundua tunahitaji kushirikiana na Tanganyika Law Society. Ninakuhakikishia kabla ya mwezi wa 9 mwaka huu mgogoro ndani ya mkoa wetu unaotokana na matatizo ya kutokuelewa sheria. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Huko Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ametuandalia taarifa ifuatayo, ambapo maadhimisho ya Siku ya Wanawake yamefanyika katika viwanja vya Chinangali na mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Dodoma, Jabir Shekimweri. Kwako Roda. Na hapa ni Dodoma ambapo ni makao makuu ya nchi. Maadhimisho haya ya Siku ya Wanawake yamefanyika katika viwanja vya Chinangali, ambapo mgeni rasmi katika maadhimisho haya alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Dodoma, Jabir Shekimweri. Tupeane elimu na tutiane ujasiri. Elimu ya kwanza, wale tunaoona wana uwezo, wana vigezo, wana sifa zote,
tuwatie shime wathubutu kugombea. Jambo la pili, tuwatie ujasiri. Yakitokea mazingira hayo ya siasa chafu, kwa bahati mamlaka zipo kufanyia kazi. Lakini tukiachana na hayo pia katika kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani, mamlaka ya serikali mtandao Iga Wanawake wametoa msaada wa mahitaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tumeamua kutoa msaada huu kwa maana ya ni ishara kwamba mamlaka ya serikali mtandao inatambua na kuthamini wanawake na inafahamu umuhimu wa mwanamke katika jamii, na tukaona kwamba kuna wenzetu ambao wana uhitaji ambao pia ndo kina mama wanaleta viumbe wengine duniani, ndo wazalishaji kwa maana ya kutengenezea kizazi kingine. Kwa hiyo tukaona ni vizuri ili kuhakikisha afya ya mama na mtoto inakuwa salama, basi na sisi tukachangia kidogo. Sisi kama ofisi ya ustawi wa jamii tunawashukuru kwa mahitaji ambayo mmeweza kutuletea kwa ajili ya wamama. Kama hospitali tunashukuru sana kwanza wadau kwa kuamua kuichagua hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma na kuona ni sehemu sahihi ya wao kufika na kuja kufanya matendo ya huruma kwa wananchi ambao tunawahudumia. Kutoka hapa jijini Dodoma sisi tumetamatisha hivi, na moja kwa moja natupa pasi hii kwako Rosi Chapewa kutoka hapo jijini Mbeya. Asante sana Roda Simba kutoka huko jijini Dodoma. Na katika jiji la Mbeya, maadhimisho ya siku ya mwanamke katika jeshi la magereza yameadhimishwa kwa kutoa msaada katika familia ya jeshi la magereza ambayo nayo ina mtoto mwenye ulemavu. Mahitaji ni mengi. Mtoto atahitaji kufungua pampasi kwa sababu hasemi wala hawezi kusema na anakula, atajichafulia. Kufua pia ni gharama na mambo mengine yanasumbua. Kwa hiyo akina mama wenzio tumekuja leo, tumekuja na kidogo tu ili kwamba tuje tukuone katika kuelekea maadhimisho haya ya siku ya mwanamke, tuanzie hapa nyumbani. Rai yangu kwa akina mama wengine, yoyote mwenye changamoto kama hii usisite kuambia wenzio, waambie wenzio wajue. Hii ni sadaka na itanena mema kwa habari ya maisha yako. Unapopatwa na jambo lolote mwambie Mungu, sadaka ile niliyotoa kwa yule mhitaji, naomba kupitia ile sadaka ikanene mema kwa habari ya maisha yangu. Channel 10 ikapata fursa ya kuzungumza na wazazi wa mtoto huyu mlemavu. Kubwa zaidi, wanatoa ushauri ama wakiwasihi wanawake kuhakikisha kwamba wanapogundua mtoto ana tatizo kuwahi katika huduma za matibabu. Kiukweli nawaambia wanawake wenzangu wenye watoto kama hawa, kuanzia umri mdogo akishaona mtoto wake ana dalili za kudondoka ama kuanguka, amwaishi hospitali. Na mimi matokeo yangu ya huyu mtoto ni kwa sababu nilimchelewesha na amekulia katika vijijini sana. Baada ya kulipokea hili, nilimshirikisha Mungu. Nikasema asante, ni la kwangu, naendelea nalo vizuri. Kwa ningetoa ushauri kwa wanaume wenzangu, tunatakiwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Huyu ni binadamu, ana haki zote za kibinadamu. Magonjwa kama haya sio kwa sababu ya kurogwa, hapana. Tufanye juu chini, wamama wanaopata tatizo kama hili, mwanzoni kabisa waende hospitali na wamsogeze Mungu karibu katika maisha yao. Nikurudisha studio kwa ajili ya kuendelea na matangazo mengine. Asante, naitwa Rosi Chapewa. Naam, hapa jijini Dar es Salaam, wanawake katika mkoa wa Dar es Salaam wameungana na wanawake wenzao duniani katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, huku kauli mbiu ikisema wanawake na wasichana 2025 waimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Hamis Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza baada ya kupokea maandamano ya wanawake waliobeba mabango yenye ujumbe tofauti katika kuipamba siku ya wanawake duniani, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewapongeza kwa kuendelea kuwa wamoja, lakini pia hakusita kukemea vitendo vya ukatili vinavyoendelea kufanywa na baadhi ya wanaume dhidi ya wanawake na watoto. Mwanamke ni mbegu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni tunu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni chachu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni faraja ndani ya familia. Mwanamke ni msuluhishi. Mwanamke amebeba mioyo ya huruma.
Mwanamke ni mjenzi mpya wa taifa letu. Wanawake wameonyesha wana nguvu sasa hivi kiuchumi. Wanawake wameonyesha wana nguvu kijamii. Wanawake wana nguvu kisiasa. Kwa hiyo, na kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, nina hakika jambo lenu litakuwa jambo la Watanzania. Baadhi ya wadau ambao taasisi zao zimekuwa zikipinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto wamesema jukumu la kupambana na ukatili na vitendo visivyofaa kwa wanawake na watoto ni la kila mmoja, na kuitaka jamii kubadilika ili kuleta ustawi kwa watu wote. Sisi tunaadhimisha siku hii kwa kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa makundi ya wanawake, watoto na watu wenye ulemavu, na tumewiwa kufanya hili kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili makundi haya na ambayo hayana utetezi kwa kiasi kikubwa. Hivyo tumekuwa na timu kubwa ya mawakili ambayo inasikiliza mashauri, lakini pia kuangalia namna ambavyo wanaweza kushauri kumaliza mashauri hayo katika level ya chini. Lakini na sisi kama kikosi kazi tunaungana na wanawake wote duniani kuadhimisha hii siku adhimu ya wanawake duniani. Majukumu yetu katika kikosi kazi ni kuhakikisha ulinzi wa mtoto dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, na wanawake wamekuwa ni wahanga wakubwa sana dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, na sisi kama kikosi kazi tunapambana sana kuweza kuzuia haya matukio ya usafirishaji haramu wa binadamu. Tunamshukuru sana mama kwa sababu amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya wanawake wengi sasa tunajiimarisha, tunajiamini na tunapiga kazi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Huko mkoani Ruvuma, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abbas Ahmed amewaasa wanawake wote wenye uwezo wa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika Oktoba mwaka huu, pamoja na kuwachagua viongozi bora watakaowajali wanawake ambao pia watakuwa na uwezo wa kujiletea taifa maendeleo katika kusimamia haki, usawa na uwezeshaji kiuchumi. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa wakati wa kilele cha siku ya wanawake duniani kimkoa wameadhimisha katika uwanja wa Majimaji mjini Songea, ambapo mkuu wa mkoa amewakilishwa na mkuu wa wilaya Mbinga Kisale Makori. Amesema serikali chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kusimamia kidete kulinda haki na usawa wa kijinsia. Mjitokeze katika uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kuwachagua viongozi bora wanaowajali wanawake na wanaoweza kuliletea taifa maendeleo. Ninatambua kwamba bado zipo changamoto za kuendelea kuwepo mfumo dume unaolindwa na mila na desturi potofu katika jamii zetu, mathalan wanawake kukosa haki ya kumiliki ardhi, kupigwa, kubakwa, kutelekezwa na kunyang'anywa mali na ndugu wa mume pindi wanapofiwa na waume zao na kunyimwa haki zao za msingi. Lakini serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeboresha sana. Sheria mbalimbali zimerekebishwa, miongozo imetengenezwa. Kwa hiyo wanawake mnayo fursa kubwa. Kwa upande wa afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Xavier Mlimila akaeleza mafanikio waliyopata wanawake katika kipindi cha miaka 4, huku wabunge wa mkoa wa Ruvuma wakaeleza miradi ya maendeleo ambayo imetekelezwa chini ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwemo utoaji wa mikopo isiyo na riba kwa makundi mbalimbali. Kuimarisha mifumo ya kijamii na hamasa kwa jamii kwa ajili ya kuleta usawa kijinsia. Kuongeza msukumo wa ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi na vyombo vya kutoa maamuzi. Kwa nguvu yake kubwa kabisa alionyesha katika safari yake ya uongozi na maisha yake, ametusaidia sana katika eneo hili la afya, lakini ametuonyesha pia kwamba ana uwezo mkubwa sana, ametusaidia sana katika elimu. Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewasilisha salamu za pole na ubani kwa familia ya mwanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ John Nyawata John aliyeuawa akilinda amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Henry Kavirondo anaripoti. Alikuwa anatekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa. Ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Tanzania
JWTZ Jenerali Jacob John Mkunda. Akiwasili katika familia hii mtaa wa Ndofe, kata ya Kishiri, wilayani Nyamagana, jijini Mwanza, kuwasilisha salamu hizo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Jenerali Mkunda amesema mwanajeshi huyo aliuawa akiwa na mwenzake Sergeant Mohamed Abdalla baada ya kutokea mapigano makali na kikundi cha M23 nchini Kongo, wakati kikundi cha askari jeshi wa JWTZ kilipokuwa kikilinda amani ya taifa hilo. Mheshimiwa Rais ameguswa sana na anawatakia subira wazazi, ndugu, jamaa wa marehemu kijana mpendwa wetu Private John Nyawata John. Anatambua ni jinsi gani wakati mgumu mlionao mnaopitia kwa hivi sasa, lakini amenituma niwaeleze kwamba yuko pamoja na ninyi. Kijana John alikuwa ni askari mahiri. Nyawata John, ambaye ni baba mzazi wa marehemu John Nyawata, amemshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa salamu hizo na ubani baada ya kifo cha kijana wake kutokea akiwa kwenye majukumu ya kikazi. Kama familia tunashukuru sana, tunasema tumepokea hizo salamu na huo ubani tumepokea, tunashukuru sana kwa roho yake nzuri, kwa sababu angekuwa mtu mwingine angeweza kukaa kimya tu na mambo yakaenda. Pia natumia nafasi hii kushukuru sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa jitihada walizozifanya kama afande CDF alivyoeleza hapa, kuhakikisha kwamba angalau tunaona mwili wa kijana wetu na kumstiri. Kifo cha askari jeshi John Nyawata John, ambaye tayari ameshazikwa mkoani Mara, na mwenzake Sergeant Mohamed Abdalla aliyezikwa Kiembeni Zanzibar, vilitokea Januari 27 mwaka huu nchini Kongo, na baadaye Februari 12 miili yao ilirejeshwa nchini. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Shukran Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema vijana wenye elimu na maarifa ya dini ni nguzo muhimu ya ustawi na maendeleo katika jamii, kwani imani imara ya dini hujenga jamii yenye maadili mema, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa kila mmoja. Taarifa zaidi na Hamis Mkote. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati alipozungumza na wananchi katika mashindano ya 16 ya kuhifadhi Qur'an tukufu ngazi ya Afrika Mashariki na Kati yaliyofanyika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Katika jamii yetu vijana wengi wenye elimu na maarifa ya dini wamekuwa ni nguzo muhimu ya ustawi wa maendeleo. Vile vile tunatambua kwamba imani imara ya kidini hujenga jamii yenye maadili mema, lakini pia inajenga huruma, tabia ya kujitoa, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa jumla kwenye jamii. Mheshimiwa Majaliwa amesema mashindano hayo yana mchango mkubwa katika kuimarisha amani, mshikamano na utulivu wa nchi. Hivyo serikali itaendelea kuunga mkono juhudi mbalimbali zinazofanywa na taasisi za dini. Nitoe wito kwa jamii yetu kwamba ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba viongozi, wazazi na walimu tunaunga mkono jitihada za taasisi hii inayoendesha mashindano haya ili waweze kumudu kuandaa kila mwaka, waweze kuwatengeneza vijana kutoka madrasa mbalimbali na kuwaleta hapa kuonyesha uwezo wao. Kuhusu suala la maadili, Waziri Mkuu Majaliwa ametoa wito kwa viongozi wa dini kuliweka suala la udhibiti wa mmomonyoko wa maadili kuwa ajenda ya kudumu katika vikao na mikutano yao. Ni jukumu letu sisi viongozi wa dini kupitia nyumba zetu za ibada kuwahubiria Watanzania, kuwatahadharisha Watanzania na kuwasihi Watanzania kutotenda mabaya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Endeleeni kukemea vikali kabisa vitendo vyote ambavyo ni kinyume na maadili ya dini na utamaduni wa Mtanzania. Mheshimiwa Majaliwa amesema mashindano hayo yana manufaa kwa washiriki na kwa taifa, kwani yanawezesha washiriki kuwa na uwezo wa kuhifadhi na kuelewa mafundisho ya Qur'ani tukufu.
Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Shukran Hamisi Mkotia kwa taarifa hiyo. Askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Kiteto Isaya Chambala ameagwa rasmi baada ya kuhudumu katika kanisa hilo kwa kipindi cha miaka 15, huku akiwataka waumini wa kanisa hilo kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukio hilo limefanyika wilayani Kiteto mkoani Manyara, ambapo Askofu Chambala alikuwa askofu wa kwanza kuhusu tangu dayosisi hiyo ianzishwe wilayani humo mwaka 2009, na katika kipindi chote hicho amekuwa akihimiza amani, umoja na mshikamano miongoni mwao. Kuagwa kwa Askofu Chambala kunatoa nafasi ya askofu mpya aliyechaguliwa hivi karibuni, Bethuel Juhela Mlula, kuwa askofu wa pili wa dayosisi ya Kiteto, na atasimikwa rasmi hapo kesho Machi 9. Ya kuwa mapenzi ya Mungu yanaendelea, yanadumu, ni makubwa kuliko kazi yangu mimi kama askofu. Na ni kwa mapenzi yake namaliza muda wangu, na kwa mapenzi yake amemweka ndugu yangu Mlula, kwa mapenzi yake afanye kazi pamoja nanyi katika umri wa miaka atakayowatumikia ninyi. Maana hawa uliwalea, uliwakuza, lazima uwe wakati wa kufaidi matunda ya huduma uliyopata hapa duniani, baba yangu, na kuahidi kwamba hawa watoto wako watakupa tu mali wakati wa mavuno. Utakula wewe bwana. Kwa upande wangu mimi binafsi nilipokea kwa umoja. Mkiwa kitu kimoja mtakuta mnatenda mambo yanaenda sawa sawa, mnakuwa na kitu kimoja mnatenda mambo yanakuwa sawa sawa na umoja. Ukiwa mtu mmoja huwezi ukatenda jambo. Kwa hiyo ametuasa sisi wa Dayosisi ya Kiteto tuwe na umoja. Ni askofu wa Mpwapwa. Katika hotuba yake kasema akimwasa yule kwamba utavuna ulichokipanda. Maana yake ni kwamba katika kazi aliyoifanya sasa anapumzika, na wakati akipumzika basi yale matunda aliyoyaacha sasa ndiyo itakuwa faida yake kwake. Na mtazamaji, turejee tena kule kanda ya Ziwa, ambapo mbunge wa jimbo la Geita mjini Constantine Kanyasu ametoa kompyuta zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 10 katika shule ya sekondari Ihanamilo manispaa ya Geita mkoani Geita, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya naibu waziri mkuu Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko aliyoitoa wakati wa ziara yake katika kata hiyo. Tupate undani wa taarifa hii. Zoezi la kukabidhi kompyuta hizo 5 za kisasa limefanyika katika shule ya sekondari Ihanamilo manispaa ya Geita na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wananchi, walimu na wanafunzi wa shule hiyo, ambapo Mheshimiwa Kanyasu amesema ametoa vifaa hivyo ikiwa ni sehemu ya ahadi ya naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko. Na leo ninao faraja kwenu kuambia kwamba tumeleta kompyuta 5 ni za kisasa kabisa, na kipekee nimshukuru sana kwa sababu alielekeza wale wafadhili wangu wanitafutie. Ni Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu aliwaelekeza watu walea wanitafutie wadhamini. Naomba na pekee tumpigie makofi Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa sababu kimsingi bila kukubali yeye tusingezipata hizi. Awali diwani wa kata Ihanamilo Joseph Lugaila na mkuu wa shule hiyo Salumu Mkumalila wamempongeza mbunge Kanyasu kwa kutimiza ahadi hiyo walioiomba kwa muda mrefu kwa naibu waziri mkuu. Nakumbuka alikuja hapa naibu waziri mkuu, mimi mwenyewe nilisimama nikaomba, wanafunzi hapo wanapata shida pamoja na walimu, tukipata vile vifaa vya kisasa kama kompyuta wanafunzi watasoma vizuri mno. Leo Mheshimiwa mbunge, nakushukuru sana, umekuja na kompyuta kwa ajili ya kuwakabidhi wanafunzi hawa. Pongezi kubwa sana. Tunaomba kuboreshewa miundombinu ya vifaa vya TEHAMA ili shule hii ianze kufundisha masomo ya TEHAMA na fani nyinginezo. Na kabla umeme haupo shuleni tulikuwa tunasoma kwa shida. Tunatumia umeme wa sola, wanafunzi wanapata shida, batizo ya macho, wanafunzi wakiwa wakilia mno.
lakini sasa hivi mambo yako vizuri. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Ihanamilo Manispaa ya Geita, mimi ni Mrisho Sadiq. Mapinduzi ya sekta ya kilimo yanayohimizwa na serikali yamepata uungwaji mkono baada ya kujitokeza baadhi ya makampuni yanayoingiza teknolojia ya kurahisisha kilimo ili kupata mazao mengi ya kujitosheleza nchi na kuuza ziada kwa mataifa mengine. Mwanahabari wetu ameandaa taarifa ifuatayo. Hatua hiyo imekuja baada ya kampuni ya Mzuri Africa jijini Dar es Salaam na Grammy Africa kutambulisha teknolojia mpya ya mashine za kisasa za kilimo inayolenga kuongeza uzalishaji wa mazao na kurahisisha kazi za wakulima. Katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa Mzuri na Grammy Africa Bwana Shaabani Mgonja amesema mashine hizo zimetengenezwa Poland na kampuni ya Mzuri World, ambapo zimeonyesha mafanikio katika nchi mbalimbali ikiwemo Ukraine ambayo imechangia kuongeza uzalishaji wa ngano kwa 30%. Tunataka tupunguze gharama za uzalishaji. Sawa. Uwezi ukapunguza, kwa mfano shamba ni la eka 5, mwenye eka 5 na mwenye eka 10 hata matumizi ya mafuta anaelima eka 5 atatumia zaidi kwa sababu trekta litazunguka mara nyingi. Kwa hiyo inabidi kulifikiria kwa mapana. Ili tuilishe dunia ndio aim yetu. Wanaoilisha dunia sasa hivi inabidi tuvae viatu vyao. Naye afisa mtendaji mkuu wa Mzuri World Marek Rosniak amesema mashine hiyo itatumika katika zaidi ya nchi 50 na ina uwezo wa kulima ekari 7 kwa saa moja, ikiwa na uwezo wa kutifua na kulegeza udongo, kuweka mbolea ya kumiminika na kupanda mbegu. Mzuri is all of the technology. Mzuri kwa ujumla ni teknolojia ya mashine inayofanya kazi shambani. Inatumika kwa kazi mbalimbali, kwani inaweza kulima kwa kutifua udongo, kuweka mbolea kumiminika na kupanda mbegu. Hapo tunakuwa tumeokoa muda, mafuta ya mzunguko na kupunguza wingi wa nguvu kazi, kwa kuwa mashine inafanya kazi zote hizo kwa wakati mmoja. Tayari kampuni hiyo inashirikiana na Wizara ya Kilimo pamoja na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA ili kutoa mafunzo kwa wakulima kuhusu matumizi ya teknolojia hiyo kupitia shamba darasa litakaloanzishwa eneo la Vigwaza mkoani Pwani. Mimi ni Salma Shabani, hii ni Channel 10. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, wilaya ya Hai imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 500 kwa kina mama ili kuwawezesha kiuchumi na kuleta maendeleo endelevu katika jamii. Akizungumza katika kongamano maalum la maadhimisho hayo, mkuu wa wilaya ya Hai Hassan Bomboko amesisitiza umuhimu wa jamii kuachana na mila potofu zinazorudisha nyuma maendeleo ya wanawake. DC Bomboko amesema uwezeshaji wa wanawake kiuchumi ni hatua muhimu katika kujenga jamii yenye usawa, hivyo serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya nchi. Kwa upande wake, mbunge wa Hai Saashisha Mafue amewaasa wanufaika kuhakikisha wanatumia mikopo hiyo kwa lengo lililokusudiwa na kurejesha mikopo hiyo kwa wakati ili wengine wanufaike. Leo tunakwenda kukabidhi hundi mkopo wa kiasi cha shilingi milioni 500. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais ametoa mikopo hapa Hai. Wanufaika ni nyinyi, wakina mama na watoto wenu ambao ni vijana wenu. Mwenyezi Mungu awape nini kama sio Dr. Samia Suluhu Hassan? Niwaombe wale wakina mama wote ambao leo mnaenda kukabidhiwa hii mikopo, narudia tena, ni mikopo nafuu. Nendeni mkafanye kazi na mrejeshe. Raha ya deni ni kufanyaje ndugu zangu? Raha ya deni ni kufanyaje? Leo tunakopeshwa, tunasherekea, isiwe tabu wakati wa marejesho. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi kesho Jumapili Machi 9 anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mashindano ya Qur'an ya kitaifa yatakayofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa taasisi ya Aisha Sururu Foundation ambayo imeandaa maadhimisho hayo,
Bi Aisha Sururu amesema mashindano hayo yatajumuisha vijana kutoka katika mikoa 26 ya Tanzania bara pamoja na visiwani Zanzibar. Kwa hivyo na wataarifu mashindano yetu haya yanafanyika kitaifa Tanzania nzima, ambaye visiwani Unguja na Pemba na mikoa yote yetu ya Tanzania. Na furaha sana kuwakaribisha, na msikose, hamna kiingilio, hamna kitu chochote ila kufika kwenu ndio ukamilifu wa shughuli yetu. Msikose, wananchi wote na Waislamu wote na dini zote tunawakaribisha. Kwa nafasi yangu tena tunawatangazia ndugu zetu Waislamu tuhudhurie katika tarehe 16 ya mwezi huu, yani Jumapili baada ya hiyo inayofuata, katika uwanja wa Benjamin Mkapa, katika mashindano makubwa zaidi. Tunasema mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu yatakayofanyika pale, yanayosimamiwa na ndugu zetu wa Al-Hikma, na yanafanyika katika uwanja wa Mkapa chini ya usimamizi wa ndugu yangu, kijana wangu Nurudini Kishki. Mashindano yatafanyika kuanzia asubuhi saa 12, watu wataanza kuingia, na yatamalizika saa 8 mchana. Nakaribisha watu wote tuje kusikiliza maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu, na mwezi huu ni mwezi wa Qur'ani, basi ni baraka ukija na wewe utapata fadhila za Qur'ani. Na kwa kumalizia habari za kitaifa leo, ikiwa ni siku ya wanawake duniani, mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma amezungumza na mwanamama Helga Nise maarufu kama Mama Bajaji, anayefanya kazi ya kuendesha bajaji ili kuhudumia familia yake. Ni miaka 5 sasa Helga maarufu kama Mama Bajaji amekuwa akiwa afisa usafirishaji akijihusisha na kuendesha bajaji. Lengo ni kujifunza vitu gani ambavyo wanawake wamekuwa wakifanya vya kujivunia kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Ilikuwaje ukaanza kazi ya kuendesha bajaji? Ndugu mtazamaji, nilianza kuendesha bajaji baada ya kutafuta ajira kwanza. Nikaona ajira hazipatikani na ni kitu wa barabarani nakipenda. Ni miaka 5 sasa hivi umekuwa ukiendesha bajaji. Ni mafanikio gani kama mwanamke unajivunia katika swala zima la kuendesha bajaji? Mafanikio cha kwanza kikubwa ni nimepata watu. Maana watu ndio kila jambo. Watu ndio mtaji wako, watu ndio mali, watu ndio kila jambo. Na pia nashukuru Mungu sababu na watoto na waendesha kuwasomesha. Ndio hivyo, hata kama una kajumba kadogo umekakaa, lakini ndio huko kwako maisha yanaendelea. Abiria wako kati ya wanawake na wanaume ni wengi, ni akina nani ambao ni wengi sana? Afu wako vizuri, hasumbui. Okay, mwanzoni wakati naanza abiria wangu wengi walikuwa ni wanaume. Kwa sababu wanawake walikuwa hawaniamini. Na wanaume ndio walikuwa wananisupport sana. Yaani sehemu ya 3000 anakupa 5000. Yaani na si kwamba anakupa kwa ubaya, alikuwa anakusupport kwamba unaweza, well done, okay? Kwa hiyo walikuwa ni wengi. Na hata kijiweni wanawake walikuwa wakijaka, hata kijiweni hapa wengine alikuwa akiniona mimi anakataa. Akiwa na mwenzake na mume wake anaambia hamna kupanda. Tupande ile pale. Simwamini. Kwa hiyo nilikuwa taratibu wakaanza kuzoea. Siku ya wanawake duniani, una ujumbe gani wa kuambia wanawake ambao wanachagua kazi? Kuna kazi wanaona ni za wanaume, hizi ni za wanawake peke yake. Wana kipi cha kuambia? Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais sababu amekuwa ni kama vile kioo chetu. Kwamba kumbe wanawake tunaweza tukafanya kazi ya aina yoyote ile. Kwanza yeye ni kioo chetu. Hii kazi zamani nilikuwa nasema ya kiume, lakini hamnaga kazi za kiume. Unaweza ukafanya kazi ya aina yoyote ile, ili mradi ukiipenda kutoka kwenye moyo wako. Kwa na wahusia wanawake wenzangu, msichague kazi. Tumwangalie Mama Samia pale. Mama Samia ndio kioo chetu. Kwamba ameweza kufanya kazi ambayo tulikuwa tunadhani ni ya kiume, lakini mbona kasimama? Na angalia speaker. Ni mwanamke tena mchapa kazi kweli. Na nampenda sana kwa sababu ana maamuzi yake na anachapa kazi vizuri. Kwa hiyo wanawake nadhani tuangalie vio vyetu vya juu. Tukiona kwamba wanaweza, kwa nini sisi tushindwe? Kwa nini wewe ushindwe? Kwa nini mimi nishindwe? Utakapokuwa umefikiria kazi ya kufanya, usione aibu.
Naam, na kwingineko duniani, Wizara ya Sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kutoa dola milioni 5 kwa yeyote atakayesaidia kuwakamata viongozi waandamizi wa waasi wanaopigana dhidi ya taifa hilo. Viongozi hao ni Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa Mto Kongo, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga, ambao ni viongozi wa kisiasa na kijeshi wa vuguvugu la Machi 23, yani M23. Watu wengine wawili ni waandishi wa habari wanaoishi uhamishoni ambao pia ni walengwa, na kwamba atakayewakamata akiahidiwa zawadi ya dola milioni 4. Ahadi ya dola milioni 5 pia imetolewa kwa atakayemkamata kiongozi wa kijeshi wa M23 Sultan Makenga. Viongozi hao wa waasi walishtakiwa bila ya kuwepo mahakamani na kuhukumiwa adhabu ya kifo Agosti mwaka jana na mahakama ya kijeshi ya mjini Kinshasa kwa uhalifu wa kivita na kusababisha uasi na uhaini. Na kule Ukraine, mamlaka nchini Ukraine imesema mashambulizi ya Urusi yamesababisha vifo vya takriban watu 12 mashariki mwa Ukraine kufikia leo asubuhi, ikiwa ni siku chache kabla ya mazungumzo yatakayofanyika nchini Saudi Arabia kati ya wapatanishi wa Marekani na Ukraine yanayolenga kufikia mapatano. Shambulio hilo la Urusi lilipiga katikati mwa mji wa Dobroplia katika mkoa wa Donetsk nchini Ukraine na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 30 kwa mujibu wa huduma ya dharura. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati Rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuweka vikwazo vipya vya ushuru mpya wa Urusi, lakini akisema kuwa inaweza kuwa rahisi kufanya kazi na Urusi kuliko Ukraine katika juhudi za kuvimaliza vita hivyo vya miaka 3. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea, Witness Ngalawa atakuja hapa kwa habari za michezo na burudani. Jina langu ni Margaret Itala na mkalimani wa lugha ya alama ni Ramla Jabo. Tafadhali endelea kubaki nasi. Naam, shukrani Margaret Itala. Ni ule wasaa mwana michezo tukadunde viwanjani kufahamishana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri hivi sasa katika viunga mbalimbali vya kimichezo na burudani. Kubwa ni ligi kuu soka Tanzania bara inazidi kupamba moto. Na ndivyo naanza nayo hiyo, ambapo kuhusiana na historia leo, mara baada ya mtanange mkubwa wa soka Tanzania na Afrika Mashariki wa Kariakoo Derby kuahirishwa leo na bodi ya kusimamia na kuendesha ligi, huku kutokana na klabu ya Simba kutofanya mazoezi ya mwisho hapo jana usiku baada ya basi lao kuzuiliwa na watu ambao waliohusika ama kwa namna moja nyingine wakisema kuwa wamewazuia kuingia hapo. Mashabiki wa soka nchini wameeleza kutoridhishwa na maamuzi hayo, huku wakioji gharama zao za viingilio na kadhalika. Mwanamchezo wetu Clifford Adam Mwakatundu alikuwa shuhuda wa taharuki hii. Leo ni Machi 8 mwaka 2025, siku ambayo kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi ulipaswa kuchezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga ambao ndio walikuwa wenyeji dhidi ya Simba. Dabi hiyo imeota mbawa, haijachezwa, na mashabiki wamejitokeza kwa wingi hapa uwanjani. Wapo wa Simba, wapo wa Yanga ambao wako hapa uwanjani tangu asubuhi kabla ya taarifa rasmi ya bodi ya ligi kuhusu kuahirisha mchezo huu. Tuwasikie maoni yao juu ya hiki ambacho kimetokea mpaka kupelekea mchezo huu umeahirishwa. Mimi ni mshangiliaji kindaki, lakini kama Simba amegoma kuja kuleta timu uwanjani, huu ni hujumu. Watu tumelipia. Watu tumelipia hela zetu. Na hela zetu zitarudi vipi? Muda ambao mmekaa uwanjani mpaka sasa hivi kuna maelekezo yote ambayo mmepewa? Hajaja maelekezo yoyote, zaidi tu tunatolewa uwanjani. Tumepokea kama stiko hii taarifa kugairishwa mechi muda huu. Ni bora TFF asubuhi ingalitoa taarifa kwamba mechi haipo, kwa sababu taarifa ya Simba ndani ilitoka mapema kwamba wao hawatopeleka timu. Baada yake bodi ya ligi asubuhi katoka kasema mechi iko pale pale.
viongozi wetu wa Yanga katuambia mechi iko pale pale. Mimi kama kiongozi wa tawi, mratibu wa safari wa tawi la kadi wa Mzinga Ngozi Salama, nikafanya kila linalowezekana kuiandaa tawi langu kuhakikisha nakuja kuisupport timu. Niko njiani nawasha simu yangu nakuta taarifa kwamba mchezo haupo. Tunafika hapo nakuta kweli mechi hamna. Mwisho wa siku tumechukua usafiri, gari imepaki pale. Wanachama wangu wana tiketi zaidi ya 40 wa kwenye gari. Kinachoendelea kwa sasa mpira Tanzania nadhani hakina afya. Mimi kwa kibinadamu nimeonea huruma sana kutoka mbali. Wengine wamekaa siku 4 njiani, tunafanya biashara, tu vyao wamepika futari zimeharibika. Lakini tukio hili sio leo kwa Simba kufanyiwa. Tumefanywa Mwanza, tumefanywa KMC, tumefanywa leo. Kwa hivyo viongozi wako sahihi na iwe fundisho. Kama itatokea kwa timu imefanya kosa, iadhibiwe kwa hili lilitokea leo. Kuna watu wameacha kazi zao mmoja humu uwanjani, watu wametoka mbali. Kwa hiyo tunaomba TFF bodi ya ligi ichukue hatua kwa hizo timu mbili. Mmoja hapo washuke daraja au wanyang'anywe pointi ili jambo kama hili lisikarudia tena. Kama kweli taarifa nimeipokea kwa mshtuko mkubwa. Imeniumiza sana, hususan ukiangalia gharama ambazo nimetumia. Mimi huko Dar es Salaam sina ndugu. Nimefikia guest mpaka sasa nimefika Alhamisi. Kufika leo hii mechi inaahirishwa ni mateso makubwa sana. Mimi nilichokuwa na kishauri viongozi wa Simba ili swala na wenyewe waliangalia wajitathmini. Wanapotaka kufanya maamuzi haya, waangalie nyuma ni nini tunaathirika sisi mashabiki. Kali tunaomba ingilie kati hili swala. Mpira wa Tanzania unaenda kuharibika, mpira wa Tanzania unaenda kufa kabisa. Tunaona haiwezekani tiketi mpaka leo asubuhi zimeuzwa. Mtu unatoa 30 yako, unanunua tiketi ya VIP B, unachukua 20 yako, unachukua tiketi ya VIP C. Baadaye unaambiwa mechi hamna kirahisi rahisi. Blaza, uchumi sasa ni mgumu blaza. 20 hela nyingi sasa hivi, 5000 ni hela nyingi. Kuna watu 5000 wananunua futari mtaani huko. Serikali tunaomba ingilie kati, ichunguze ya mambo yanaendelea. Haiwezekani timu ije hapa alafu meneja wa uwanja asiwe na taarifa kama ana wageni. Inawezekana kweli jamani? Kwa hiyo hii ni mipango ambayo wameipanga wao wenyewe kuivuruga hii mechi isichezeke leo. Sisi washabiki wa Yanga kama sisi wa Yanga tumeumia kwa sababu wao walikuwa nakula 8 zingine 8 sio 6 8. Safiri hii ni tiketi namba yangu ya basi. Nimesafiri kuja kushuhudia mpira, nimetoka mbali Sirari. Nauli tu 68 mpaka natoa Tanzania kuja kushuhudia mpira, kuja kushuhudia dabi, lakini nimekuja kusikia hapa sababu ambazo naweza nikasema of course Simba walikuwa wako sahihi kikanuni, lakini kwa faida ya watazamaji na Watanzania na wapenda soka wangecheza tu, maana mpira wetu sisi tunajua namna gani ambavyo tunauendesha. Pia moja kwa moja taswira hii inatokea ni kwa sababu moja kwa moja mpaka leo nimegundua kwamba TFF haina mamlaka kwenye hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Tarehe 8 hivi vya mwezi wa 5 Yanga walishai kususa mechi hapa wakakimbia. Watu walikuja wametoa gharama zao wakapoteza. Mechi nyingine hii hapa leo, hili tatizo ambalo limetokea leo ingekuwa timu ndogo kama Tabora au timu yoyote ndogo hata Mashujaa, mpaka sasa hivi wangekuwa wameshushwa daraja. Leo anapata pesa hiyo ili aje aingie uwanjani, unakuja unamwambia mechi imegailishwa. Ikishagailishwa sisi kama wapenda mpira wanatumia njia gani kuturudishia pesa zetu, kutufidia hizo pesa tunazokata tiketi? Hakuna. Kwa hiyo inakuwa imeshapita, tunaikishapita hautosikia tena kwamba labda mechi inaporudiwa labda kiingilio labda iwe free. Hakuna. Hayo ni maoni ya wapenda soka wa Tanzania ambao walijitokeza kwa wingi hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wakitarajia kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga dhidi ya Simba, mchezo ambao kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi umeahirishwa na utapangiwa siku nyingine baada ya sekeseke kubwa ambalo lilitokea hapa usiku wa jana na kupelekea klabu ya Simba kujitoa kwenye mchezo huu ambao ulipaswa kuchezwa hapa siku ya leo. Kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mimi ni mwanamichezo wako Cliff Adam Mwakatundu. Namna hivyo Mwakatundu alikuwa shuhuda katika dimba la Benjamin Mkapa. Ukisikia ligi ndio imezidi kutaradadi kuchangamka, ni wakati hayo ndo masuala ya dabi. Nikiachana na hayo, timu ya taifa ya vijana ya wasichana chini ya umri wa miaka 17 inatarajiwa kushuka dimbani kesho kukipiga dhidi ya timu ya taifa ya Zambia katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 kamili jioni katika dimba la Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo mapema leo, makocha wa timu zote mbili wameeleza maandalizi yao, huku kila upande ukiahidi kwenda kuonyesha mchezo mzuri na kukili ugumu wa mchezo huo. Kawaida kategoria ya 17 ni vigumu sana wachezaji kuishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo mabadiliko ni kitu cha kawaida kwenye timu za vijana za chini ya umri huo. Lakini kubwa tunaamini kwamba wao wana timu nzuri. Timu yao imeshiriki World Cup iliyopita. Kwa tunaamini wamejiandaa vizuri
na sisi tunajua kwamba tulishiriki World Cup ya nyuma yake, tunatamani kurudi tena pale. Game series, so players have been working very hard, and their plan is to put on a strong game and work very hard in tomorrow's game. Kliniki maalumu ya kusaka vipaji kwa mchezo wa soka iliyoandaliwa na taasisi ya iSports Promotion imefika tamati rasmi leo katika viwanja vya JMK Park, ambapo vijana mbalimbali kutoka ndani na nje wakijitokeza kushiriki kliniki hiyo. Akizungumza wakati wa kliniki hiyo, mkurugenzi wa taasisi ya iSports Promotion Gerald Mayimba amesema kuwa kliniki hiyo imekuwa na mafanikio makubwa, huku akiridhishwa na viwango vya wachezaji. Wamepatikana vijana wazuri ambao wanahitaji maandalizi. Maandalizi, tumepewa program ambayo tutatumia kuandaa, na tutafanya hivyo kuhakikisha at least baada ya miezi 6 mwaka wa tayari wanakuwa wameshajiunga katika vilabu ambavyo tunashirikiana navyo. Lakini pia tumebahatika kama hayo tulisema tunataka tufike kila mkoa, tunataka tufike kila wilaya, tunataka tufike kila mtaa, kila kata, kwa sababu tunaamini vipaji viko mtaani, vipaji viko vijijini, vipaji viko kila sehemu. In Tanzania, with the youth organization and the youth players, and to want to have like a vision of broadening his scouting team and his vision of. Yeah, it's incredible. We've been here, we've been seeing a lot of talents, and I think there's a lot of potential here, and definitely a lot of potential, a lot of technical players. Taarifa hiyo ya kusaka vipaji ndio inakautua upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko? Moja kwa moja tukaungane na mchezo wetu Salum Pelembo kufahamu kinaga ubaga. Rais wa Marekani Donald Trump ameunda kikosi kazi kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia la 2026. Trump ametangaza kamati hiyo ambayo atakuwa mwenyekiti, na amesema itashirikiana na mashirika katika kupanga, kuandaa na kutekeleza mashindano hayo ya soka ambayo yatabeba timu 48 kwa mara ya kwanza. Akizungumza katika ofisi ya rais wa Marekani inayofahamika kama Oval, akiwa na rais wa FIFA Gianni Infantino, Trump amesema mvutano wa kisiasa na kiuchumi kati ya Marekani na waandaji wenza wa kombe la dunia la 2026, Canada na Mexico, utafanya mashindano hayo yawe ya kusisimua zaidi. Ongezeko la kodi na tozo kwenye bidhaa zinazotoka kwenye mataifa hayo inatajwa kuleta rapsha hapa na pale, lakini Trump amewatoa hofu FIFA na kukiri hakutakuwa na changamoto zozote. Michuano ya kombe la dunia itaanza Juni 11 hadi Julai 19, 2026. Michuano hiyo iliyopanuliwa itashirikisha mechi 104 badala ya mechi 64 za awali. Star wa Denver Nuggets Nikola Jokic amefunga pointi 31, rebound 21 na assist 22, wakati Nuggets wakiwafurusha Phoenix Suns kwa vikapu 149 kwa 141. Suns waliwaongoza Nuggets kwa tofauti ya pointi 21 kabla ya kufungana pointi na mechi kwenda katika muda wa nyongeza. Jokic amekuwa mchezaji wa kwanza wa NBA aliyefunga pointi 30, rebound 20 na assist 20 katika mchezo mmoja. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo Kimataifa. Shukrani Salum Pelembo kwa taarifa hiyo, na ndivyo ambavyo na hitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku ya leo. Lakini kubwa ni dabi, babu kubwa, dabi ya Kariakoo kuahirishwa, ndio habari ya mjini hivi leo na kuendelea. Sina la ziada kutoka hapa. Baada ya muhtasari wa habari, tutaenda kuhitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo na Margaret Itala. Mimi ni mwanamchezo wako Witness Ngalawa, ameweza kuniita Uinga Teleza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ahudhuria maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika jijini Arusha. Wizara ya Sheria nchini DRC yaahidi kutoa donge nono la dola za Marekani milioni 5 kwa yeyote atakayefanikisha kuwakamata viongozi wa kundi la waasi wa M23. Na katika michezo, mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kuahirishwa hii leo, wanachama na mashabiki wa Simba na Yanga walia na wenye mamlaka ya soka, huku wakihoji kuhusu gharama za tiketi.
Naam, mtazamaji, asante kwa kutuamini na kuendelea kusalia nasi. Mpaka hapo mimi nimefika tamati katika kuhabarisha jioni ya leo. Ulikuwa nami Margaret Itala niliyekuletea habari za kitaifa na za kimataifa. Kwa upande wa lugha ya alama ulikuwa naye Ramla Jabu, lakini upande wa michezo na burudani ulikuwa naye Witness Ngalawa. Nikutakie mapumziko mema ya mwisho wa wiki na usiku mwema. Asante.